جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, maudhui yetu ya leo tunazungumzia alwasatiyya hiya at-tariq, ukati na kati ndiyo njia. Njia sahihi ni kuwa kati kati. Mazungumzo haya tumeyazungumza wakati tunatofautiana ni njia ipi sawa, ni usimame msimamo wa mikazo na hutaki mtezo, hutaki kutoa nafasi, ama usimame msimamo wa kuregeza kila kitu ruhusa, ama usimame katikati baina ya mikazo na miregezo. Ninalofahamisha leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba njia sahihi ni wasatiyya, ni kuwa katikati. Usiwe katika mikazo sana na usiwe katika kuregeza sana. Tutazungumzia kiakili ili tuweze kushirikiana pamoja kwa akili zetu za pamoja mpaka tuone ya kwamba hii ndiyo njia sahihi ya kuishi, ya kuwa katikati. Alafu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutazungumzia juu ya nusus. Mwenyezi Mungu mwenyewe haswa amezungumza nini juu ya sisi kuwa kati na kati. La takun ratban wala yabisan, usiwe majimaji wala usiwe mkavu. Wengine wataka wakiishi waishi kwamba wao ni black moja kwa moja, na mwingine aishi kwamba yeye ni white moja kwa moja, lakini black and white zikitanganywa kutoka rangi ya jivu katikati yake. Sasa sisi tunataka tuishi kama rangi ya jivu, tusiishi kama rangi nyeusi, wala pia tusiishi kama rangi nyeupe. Kiakili sasa, tukienda kiakili, kabla ya kwenda na nususu na aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa ujana, mtu anapokuwa mtoto mdogo, ni matezo, ni upuzi, atambue analolifanya. Na wakati mtu anapokuwa mzee, ni shida, ni taabu, ni maradhi. Lakini wakati ambao ni tamu ni wakati unapokuwa katikati, si kijana na hujawa mzee. Huo ni mfano mmoja. Kisha kuna kusi, kuna ubaridi, kuna kaskazi, kuna joto. Wakati wa kusi wenye pumu hupata shida. Wakati wa kaskazi ambao hawana pumu, miili yao ni ya joto, hupata shida. Feni wazikizunguka zikitoa moto badala ya kutoa upepo. Lakini wakati mzuri ni wakati wa kipindi cha katikati baina ya kusi na kaskazi.
Waarabu wanaita arrabi', kusi waita shita, kaskazi waita saif, na ile katikati ni waita, mwisho waita saif na shita, katikati waita arrabi'. Ndio wakati ambapo waishi vizuri kwa sababu hakuna joto sana, na ndio wakati waishi vizuri kwa sababu hakuna ubaridi sana. Sehemu za mu'tadila kama hizi zetu tunazoishi za pwani, hakuna joto la kupita kiasi. Maskini pia aweza akaishi kwa feni, si lazima air condition. Aweza akaishi kwa dirisha lake tu likiwa limekaa mahali pazuri, na wakati wa ubaridi ni leso tu ama ni bedsheet ama nyembamba ambayo waweza ukajifunika na ukawa utalala vizuri. Kwa hivyo imeonyesha wazi kwamba hizi zote zipimo za maisha zinavyokwenda, kipimo kizuri ni kile cha katikati. Wakati mtu anapowasha moto, kiendelea na mifano ya kiakili, ukiwasha moto, pale unapoanza kuwasha moto mpaka matozi yatakutoka kuuvuzia ule moto kabla haujawaka. Na wakati moto utakapokuwa sasa umewaka, umemalizika, hubaki majivu. Kabla ya kuwaka ni shida kuwasha moto mpaka kushika. Baada ya kuwaka ni jivu, halisaidii chochote, lakini katikati ndipo panapoivisha chakula. Kwa hivyo katikati ndio sehemu muhimu. Wakati mtu anapokuwa bakhili sana si vizuri, na wakati mtu anapokuwa atezia pesa zake sana si vizuri. Ni israf, na israf haram. Na lilokuwa katikati, wakana baina dhalika qawama, usiwe bakhili wala usitezee pesa zako. Walladhina idha anfaqu, sasa tukenda kwenye aya na hadithi, Mwenyezi Mungu asema walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa kana baina dhalika qawama. Watu wema ni wale ambao kwamba wakitoa hawatezei pesa zao. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi, usifanye mikono yako ni kama imefungwa kwenye shingo yako. Hivi tumeambiwa kuna kadi hapa, wewe wazipita wenda zako tu, utaki kununua, usifanye hivyo. Wala tabsutha kulla albas, na usizitoe tu kila kitu atakutoa pesa, pia ni makosa. Uwe msimamo wa katikati. Mtu anapopeleka gari mbio ni hatari na si vizuri, na mtu anapokwenda gari akaipeleka taratibu spidi 30 pia watuchelewesha. Lakini unapokwenda spidi ya kisawasawa 60, 80, ukiona mshale umekwenda mpaka umegonga 100, wapunguza mafuta, huo ndio mwendo mzuri. Siku moja tulikuwa katika gari tunasafiri, tunatoka Malindi Mombasa twenda Malindi, dereva alikuwa akienda mbio kweli kweli. Tukastahamili, yani matumbo yako mikononi, mpaka mmoja akamwambia bana, mwendo namna hiyo hatutaweza sisi bana, hii ni hatari, wewe hukubeba mizigo, umebeba watu. Basi yule bwana akifika Kilifi alipunguza mpaka spidi 20. Yani hutuzengea sasa, ututafutia zisababu mpaka basi sasa ni makuruhu, asi mwataka nisitie spidi, basi twendeni na hizo 20 mufike saa 3 Malindi. Sivyo, nenda sawa sawa. Usiende spidi 20 wala 30, na usiende pia spidi 140. Wakana baina dhalika qawama. Nafikiri nyote mtakubaliana na mambo kama hayo ambayo tunayafanya katika hali ya kipimo cha kiakili. Wanawake wenyewe wajua ya kwamba chakula kina zipimo zake za moto. Wanaopika kwa kuni wajua, na wanaopika kwa makaa wajua, wanaopika kwa maoven sasa pia kuna kipimo fulani wakiweka cha moto. Ukiweka kipimo kidogo chakula hakiivi, utatoa wali mbiti. Rice cooker itatoa wali kama bisi. Lakini ukipeleka vizuri kwa kipimo chake, utatolewa wali mzuri na watu watakula wakiwa waona raha kwa sababu ya kipimo cha moto. Kwa hivyo kipimo cha katikati ndicho bora. Ndio akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairul umuri awsatuha, bora ya mambo ni yale ya kati ya upande huu wala usio upande huu. Umasikini na ufukara ni udhalilifu, na utajiri wa kupita kiasi ni hatari. Katika kula pia, kula kidogo utakuwa huna nguvu. Ukila ukipita kiasi ni ugonjwa. Wenye kusema wanasema rubba aklatin manaat akalat. Mara nyingine kula mara moja ukala vibaya
utakuwa huwezi tena kula mara nyingine, huwezi tena kula mara nyingine. Nakumbuka katika baadhi ya sherehe zetu kuna bwana mmoja alikuwa mimi namuelewa kwamba yeye katika kula hukosa akili. Sasa katika kule kuandaa kwenye hafla, mimi nilikuwa nikimwambia bwana, wewe simama mbele kule utukue sinia uandae watu, sitaki akae karibu na masufuria. Basi ukimbia yeye kule, akatoka akarudi kwenye sufuria. Siku 3 nilisikia bwana ni mgonjwa, kwa nyumbani amelala mgonjwa kwa sababu ya kula karibu ya sufuria na kupakia. Sasa ukila zaidi ya kiasi ni ugonjwa, na kuna watu ambao kwenye karamu hula zaidi ya kipimo chao wanachokula nyumbani, hujiumiza kula katikati. Ndio Mtume asema bihasabi ibn adam luqaimatin yuqimna sulba, musile sana, na kama hamuna budi ila mule, basi kuleni zitonge kidogo tu ili mgongo uweze kusimama. Hadithi nyingine akasema ikiwa hakuna budi, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi, gawanya tumbo sehemu 3. Thuluthi moja iwe ni ya chakula, thuluthi moja iwe ni ya maji, na thuluthi moja ni ya kutoa pumzi. Ukisha kuijaza ya pumzi, sasa umeangama, ni hatari, waweza kufilia mbali. Jamaa sema kuna wakati bwana mmoja alikuwa kula. Sasa katika ile kula, ule aliyemwalika akawa huleta zile mukaddimati. Ukaletwa sambusa, akala vizuri, akazitia kisawa sawa, na labda hizo sambusa. Kukaletwa tena chakula kingine, ukatafuniwa, kukaja madafu, kukaja matunda, kukaja nini, akala vizuri. Sasa mpaka sasa ndio kumbe kuna biriani, hakupanga yeye, aona zile ndio chakula kabisa. Mara una sinia za biriani zimewekwa. Sasa hakuna tena nafasi, ameshajaza, yaliona labda ni zile, hakujua kama kuna biriani mwisho. Basi badala ya bismillahirrahmanirrahim alisema ashhadu an la ilaha illa Allah. Yaani kifo sasa. Haifai kuwa hivyo, ni hatari. Na kama huna chakula, hujala kabisa, huna nguvu ya kufanya ibada, ndaa, huwezi kufanya ibada na ndaa, huwezi kusoma na ndaa, huwezi kufanya kazi na ndaa, lakini uwe katikati, kula kiasi kama alivyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilipotaja masala ya utajiri, wengine labda ufikiria mtu kuwa tajiri sana ni vibaya. Kuwa maskini sana tunakubali moja kwa moja, lakini kuwa tajiri sana ni vibaya. Si vibaya, bora uwe na zipimo, usiwe kama Karuni tu. Lakini maadamu wewe unazo pesa, baadaye wajua kwamba Mwenyezi Mungu amesema wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum, hazitakuwa nyingi pesa. Maadamu wajua kwamba katika hizi pesa kuna haki maalumu, mwenye kuniomba nitampa, mwenye msikiti nitampa, mwenye madarasa nitampa, hazitaweza kuwa nyingi, kwa sababu kadri utakavyojenga misikiti bado yahitajika, kadri utakavyojenga madarasa bado yahitajika. Kwa hivyo ni zile pesa ambazo za kusanywa hazifanyiwi kazi kisawa sawa. Nabii Allah Suleiman alikuwa ni mfalme mkubwa, lakini pamoja na ufalme wake alisema nini? Hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Pamoja na ufalme wote asema si yangu, ufalme huu si wangu, mali haya sio yangu, huu ni mtihani nimepewa na Mwenyezi Mungu kuniangalia, nitashukuru ama nitakufuru. Kuna neno linalosema kwamba alqanaatu kanzun la yafna. Qanaa ni kandi ambayo haimaliziki. Mtu kuwa na qanaa ni utajiri ambao hauishi. Wengine pia hili neno hulielewa makosa. Maana ya alqanaatu kanzun la yafna si kwamba unayo basikili useme nitabaki na hii basikili. Alqanaatu kanzun la yafna, sivyo, umeelewa makosa. Tafuta jigari nyingine kubwa. Kama hukulipata lile gari kubwa, usife moyo wala usiangamie wala usitafute mauti. Shukuru, nafanya bidii lakini sijapata, nitakinai na hiki kigari changu, huenda kikizima barabarani mpaka pale nitakapopata gari nyingine. Kwa hivyo alqanaatu kanzun la yafna, maana yake wafanya bidii, waendelea na kutafuta, hujapata usibabaike. Ndio maana alqanaatu kanzun la yafna. Haimaanishi kwamba maadamu una kijumba chako cha udongo alqanaatu kanzun la yafna. Maadamu una kibaskili alqanaatu kanzun la yafna. Una mshahara wa shilingi 5,000-6,000 alqanaatu kanzun la yafna, sivyo. Kitu ambacho hakitakikani kufanywa kwa kipimo ni elimu. Usije ukaona labda zitu zote
ni lazima uwe katikati. Kuna zitu zingine hazikubali kuwa katikati, zitu zingine ni lazima uwe zaidi, kama elimu. Wa qur rabbi zidni ilman, elimu kila ukisoma endelea kusoma. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Na amal, usije ukasema tulipofahamu ni kwamba mambo yote lazima uwe katikati. Amal usiwe katikati, endelea kuongeza amali kila siku. Kila unapofanya amal, taqwa, inna akramakum indallahi atqakum, endelea kila siku kuongeza taqwa. Lakini pia hiyo amali unapoifanya yatakikana uwe na mapumziko, na unapopumzika pia uwe na kipimo. Hawako sawa wale watu ambao hulala masaa mengi kisha wakaamka masaa ya kuchelewa. Hana maana mtu ambaye saa 2 saa 3 ashalala haamki tena mpaka saa 2 saa 3 ya kesho. Kama umelala usingizi wa saa 8, una tabia ya kulala usingizi wa saa 8, kama ni saa 1 na wewe ni mtu mzima wa umri wangu kwenda mbele, umelala saa 1, kumebaki masaa 5 usiku lale. Kwa hivyo ukilala saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 waamka usali tahajjud na ushapata kipimo chako cha sawa sawa. Ikiwa ni mtoto mdogo barobaro, unatakana ulale masaa 8. Mabarobaro hawalali mtana kwa sababu wanaenda skuli, wanaenda kazini. Saa 3 kilala ama saa 4, hisabu masaa 8. Saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11 ushakuwa fresh. Kulala zaidi ya hapo wajidhulumu, na ikiwa walala masaa chini ya hapo pia wajidhulumu, ila watu wengine wako tofauti kulingana na zitwa zao vile zilivyo. Masaa hayo 8 ambayo utalala, alafu ukisema utafanya kazi tena masaa 8, hao ni masaa 16. Ili uwe na masaa mengine tena 8 ambayo utafanya mambo mengine, utakuwa na wakati wa tarbia, malezi, ibada, mafungamano yako na watu wako, kutembelea jamaa zako, kutembelea marafiki, kusoma, kuangalia email zako na nini kwenye makompyuta, mambo kama hayo. Kwa hivyo wajiweka katikati, masaa 8 walala, masaa 8 wafanya kazi, na masaa 8 wayaweka kwa ajili ya kuangalia mambo ya ziada yanayotokea. Mtu anapokonda kama ufito, watu watasema huyu jamaa labda anao vile alipokonda, na lingine likawanda likafura kama pipa. Hili hula nini dude hili, mbona nene namna hii? Yote ni matatizo. Lakini ukiwa katikati huwa una usalama. Ukiambiwa umekonda, lakini sikukonda sana, ni mnene lakini si mnene sana, lakini hujiwezi, huwa ni shida. Mato mtu akikuangalia aweza kukuhusudu waswa vile ulivyo. Sasa kitu cha sawa sawa nini? Uwe katikati, si mwembamba sana wala si mnene sana, wakana baina dhalika qawama. Kisha kuna istiqama. Istiqama nayo pia ni sharti uwe ni mtu wa katikati. Ndio Mwenyezi Mungu asema katika suratul An'am aya 153, asema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii ni ndia yangu iliyonyoka, ifuateni. Msifuate ndia za huku na huku, mtatoka katika ile ndia inayotakikana. Wakati unapoteta na mwenzako, kuwa na msimamo wa katikati. Wenye kusema anakwambia wa idha khasamta fatruk lisulhi mawdhi'an. Wakati unapoteta na mwenzako, hata nafasi ya kupita suluhu. Ikiwa wateta na mwenzako, teta naye mpaka kisha bakisha mwanya kidogo, suluhu nayo kitaka kuingia ipate nafasi ya kuingia. Usifunge zote. Nishakwambia sitaki tena, na nikifa usishike jeneza yangu, na ukifa siji kukuzika. Shekhe, kisha mtapatana vipi? Sasa wataka kurudi, roho imerudi, lakini wayakumbuka maneno uliomwambia mwenzako, washindwa kurudi. Wakumbuka yale matusi uliompa, uliomtukana. Umemtukana yeye, ukamtukania na mamake, ukamtukania na babake, ukamtukania na kabila yake, pengine ukamtukania na dini yake. Sasa umerudi, umejuta, wataka kurudi, hujui uanze wapi. Lakini ukijibu vizuri utakuwa umebakisha nafasi. Juzi nilikuwa ndani ya gari, kuna mama mmoja atakuteremka, mwenye matatu
akamkataza kuteremka, kwa sababu pale mahali ni kushuka kwenye jamu, na kwenye jamu wao huwa wakiangalia kama kuna askari karibu au hakuna. Sasa huyu mama ataka kushuka, mwenye matatu akamzuilia mlango, ambia usishuke hapa. Mimi nilikuwa nataka kushuka hapa bwana, ambia hapo usishuke, ni hatari hapa, tutashikwa, tutachorwa hapa. Ule mama alipoketi akawa mkali sasa. Akamwambia wewe mjinga sana wewe. Amwambia ule kondakta. Ule kondakta akamwambia hapana mama, mimi nimesoma. Basi hawakuteta. Labda alikuwa hajui kama amesoma. Amwambia wewe ni mjinga, lakini amwambia hapana mama, mimi nimesoma. Tena wote si Waislamu, lakini akamjibu hivyo. Ni kama Saidina Umar bin Abdul Aziz wakati alipoingia msikitini pamoja na maaskari wake, kuna mtu amelala. Saidina Umar bin Abdul Aziz akamkanyaga ule mtu. Alipomkanyaga ule mtu akaruka, akamwambia hal anta ama, wewe ni tongo, wewe ni kipofu. Amwambia mfalme Amirul Mu'minin. Ule akamwambia la ya akhi, mimi ninayo macho naona. Saidina Umar bin Abdul Aziz amwambia la, mimi naona. Ule askari akataka kumshika, akamwambia la, usimshike shekhe, ni swali tu ameniuliza, wewe ni kipofu, nishamjibu, mimi nina macho, yamekwisha mambo, hakuna vita hapo. Swali ameuliza, amejibiwa, wataka kumshika kazi gani sasa? Mtu akiuliza ujibiwa. Ameniuliza wewe ni kipofu, nimemjibu la, mimi ninayo macho, shida iko wapi sasa? Kunitukana, ni swali tu ameniuliza. Sasa hivi ndivyo inavyotakikana, usimalizie mwenzako matusi alafu baadaye watafuta ndia ya kupatana naye, iwe huwezi tena kupatana naye. Zipimo hizi ninazozizungumza katika jambo la batil, jambo la kufr, jambo la makosa moja kwa moja, hakuna wasatia, hakuna katikati. Haya tunayazungumza katika mambo ya kawaida, mambo ambayo yana wajihi, mambo ambayo wengine wamesema yafaa, wengine wasema haifai, mambo wengine wamesema ni sunna, wengine wamesema si sunna kamwe, wengine wamesema ni wajibu, mwingine wasema si wajibu kamwe. Dr. Yusuf al-Qaradawi aliandika kitabu chake Al-Halalu wal-Haramu fil Islam, halali na haramu katika Uislamu. Hii kitabu kiko kimejaa, hata hapa madukani utakipata. Basi wale jamaa wenye tashdidi, wale wakali wale, yani devu mpaka liwe lingi zaidi, kandu mpaka ipande mpaka juu zaidi, ile sasa mambo ya hii haram, mpaka makelele, hakuna utaratibu. Walipoona kile kitabu cha Dr. Yusuf al-Qaradawi, wakasema ni kitabu gani hiki alichoandika? Si halali wal haramu hii, kwa sababu kuna mambo fulani ameregeza pale na mengine ameyakaza, mengine amesema haya kuna ndia waweza ukafanya. Asema hakifai kitabu hiki al-halalu wal haram. Hiki huyu Yusuf al-Qaradawi angalikiita al-halalu wal halalu, kwa sababu hata zingine zina nini amezifanya ni halali. Dr. Yusuf al-Qaradawi aliposikia akawajibu, akamwambia hakuna zita, andika chako, andika al-haramu wal haramu. Bas mambo yamemalizika. Kama mimi kuregeza ni makosa, nataka nikaze moja kwa moja, basi andika chako, mimi zote kwangu ni halali wal halalu. Ulivyoona wewe, andika chako al-haramu wal haramu, maana iwe hakuna halali katika dunia, iwe kila kitu ni bid'a, iwe kila kitu ni haramu, iwe kila kitu ni dhambi, iwe kila kitu ni moto. Fanya hivyo. Hasa msimamo wa aina hiyo sio msimamo anaotaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika jambo ambalo wazi wazi hili jambo ni makosa, hapo hakuna ndia ya kusema mimi hapa niko katika msimamo wa kati. Nguruwe, mimi niko katika msimamo wa kati. Hakuna msimamo wa kati katika nguruwe, ni haramu tu moja kwa moja. Tembo, hakuna msimamo wa kati, ni haramu tu. Riba, hakuna msimamo wa kati, ni haramu tu. Lakini yale mambo ambayo kwamba yakubali kuwa na msimamo wa kati, una haki ya kuwa na msimamo wa katikati. Lile ambalo halikubaliki moja kwa moja, wakati Mwenyezi Mungu asema katika surati Yunus aya 33, asema famadha ba'da alhaq illa dhalal, baada ya jambo la haki hakuna isipokuwa ni upotevu. Kwa hivyo yale mambo ambayo kwamba ni haki moja kwa moja, hiyo ni haki tu, na ile ni upotevu moja kwa moja, hiyo ni upotevu tu. Ndio Mtume asema alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halali iko wazi na haramu iko wazi, kisha kuna mambo ambayo katikati hayo yana ishtibah. Wengine wasema ni halali, wengine wasema ni haramu, wengine wasema yafaa, wengine wasema haifai. Sasa hapo wewe
ni sawa uwe upande wa kuharamisha, ndio rahisi, lakini mwenzako ikiwa anazo hoja zake za kuhalalisha na jambo lenyewe la kubali, watu wengine wamesema ni sawa, wengine wamesema sio sawa, usishindane na mwenzako ukateta na yeye, bali hata mkapigana kwa sababu ya jambo kama hilo. Watu hupigana mpaka katika kuomba dua, wale wengine wamepigana kwa sababu ya mikono tu, zita kwa sababu akiomba dua mikono uweka hapa. Mwingine anasema hapana, haifai kuweka hapa, mikono ufanywa hivi, usiweke hapa. Mmoja alipokuja kuamuza akamwambia msitete bwana, yategemea mwenyewe ataka kiasi gani. Kama utaka kidogo utafanya hivi, kama utaka nyingi utafanya, kama utaka nyingi sana fanya hivi. Hakuna haja ya kuvutana mambo mengine kwamba lazima iwe hivi, lazima ifanywe hivi. Hivi sasa kumekuja mambo mapya, manake watu hawataki kutulia mpaka walete vurumai. Juzi nimekuwa Nairobi, wasema kwamba hii habari ya 13 awaluhu rahma wa wasatuhu maghfira bid'a. Hakuna. Shekhe, hukudhuru nini? Hukupinga nini? Hasara yake ni nini? Lakini tu tutete, tuvutane, ambapo ni hadithi ziko na zimethubutu kisawasawa. Kwa hivyo ni makosa katika mambo ambayo ya hakikani makosa, hufai kuwa na msimamo wa katikati, lakini mambo ambayo yanakubali kutembea huku na huku. Kisha kuna tatarruf. Tatarruf ndio ile ambayo kwamba mtu huwa yani mkali, ni mtu kuonyesha ghadhabu, ni mtu kuonyesha kwamba lazima iwe hivi, kuua, kulipua, kumaliza, kufanyaje. Hiyo hali si nzuri, bora ni uwe katika msimamo wa katikati. Mambo haya yameleta sura mbaya kwa Uislamu. Kwa sababu ya mambo kama haya, ni bora tu waelewe vijana wa Kiislamu kwamba iko jihad, lakini wasielewe vijana wa Uislamu kwamba lengo la pekee la Uislamu ni jihad. Hata mahali hakuna jihadi itiwe jihad, hiyo itakuwa si. Ama kafiri alipo popote au wawe, uktulul mushrikina kafa, kutabakia nani hapa sasa? Mushrikina wote matakuwa huo. Mushrikina waongozeni, wasilimisheni shekhe, waingie katika Uislamu, msiwaue. Sasa hali kama hiyo ni kwamba unaonyesha ile sura nzuri ya Kiislamu, usiwe na tatarruf. Lakini ikifika mahali Uislamu unadharauliwa, usikubali. Wakati imesimama sasa ni jihadi ya hakika, uwe mbele katika jihadi. Kisha kuna itidali katika ibada. Ibada pia inatakikana uwe katikati. Kufanya ibada mpaka ukaumia, hiyo ni makosa. Na kufanya ibada, unao uwezo wa kufanya ibada lakini usifanye, hiyo pia ni makosa. Saidina Umar bin al-Khattab, Mashia wanakataa kwamba Saidina Umar wasema ni mtume, lakini sisi tunajua ni Saidina Umar. Saidina Umar bin al-Khattab aliingia msikitini, akamkuta bwana uko ndani ya msikiti. Adhuhuri akamuona pale, al-asri akamuona pale, magharibi uko hapo, ishai uko hapo. Akauliza, huyu bwana mbona uko hapa msikitini saa zote hizi, huyu hafanyi kazi? Bakamwambia la, huyu bwana amejitolea tu kwa ajili ya ibada, fi sabilillah. Kwa ajili ya ibada, kisha hula nini? Ana ndugu yake kidogo ana nafasi, basi huenda kutia mkono pale. Adhuhuri huenda pale akapiga mtee, jioni chai umgoja pale, asubuhi akala, alafu yeye shika ibada tu, Qur'ani, tasbihi, dhikrullah, basi uko ndani ya ibada tu. Saidina Umar akasema huyo ndugu yake anayempa yeye chakula ana ibada zaidi kushinda hizi ibada zake. Kwa hivyo hujaambiwa ujifunge ndani ya msikiti kwa ajili ya ibada. Katika swala Mwenyezi Mungu amesema nini? Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Siku ya Juma swala ikinadiwa, kimbieni, isau, sio fadhhabu, isau, kimbieni mbio mbio, mwende katika ibada ya Mwenyezi Mungu, fungeni maduka yenu. Fa idha qudiyatis salat, ikimalizika tu swala, asalamu alaykum wa rahmatullah, fantashiru fil ardi, tokeni, rudini, fungueni maduka yenu. Hamkuambiwa idha qudiyatis salatu basi mupige kambi msikitini, ile ni siku ya Juma, ni muhimu mkae ndani ya msikiti, maduka yasifunguliwe ni siku ya Juma. La, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, nendeni kwenye fadhila ya Mwenyezi Mungu. Ile duka limeitwa fadhlullah, ile duka limeitwa ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati wa ibada na wakati wa kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, amma inni fa usalli
wa anamu wa asumu wa uftiru wa adhaku wa abki faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siku moja amesikia watu wakisema, mmoja asema mimi sasa nitasimama usiku silali kabisa kila siku, na mwingine akasema na mimi nitaendelea kufunga sifuturu, na mwingine akasema sitaki kumuona mwanamke, sioi kabisa mimi katika maisha yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza swala akauliza, nimesikia kuna watu fulani hapa wana mawazo yao, wapi wale watu? Wakaletewa. Akamwambia basi sikizeni niwaambie, amma ana fa usalli wa anamu, si nyinyi mwanifuata mimi ndiye mtume wenu, basi mimi huswali na nikalala. Wa asumu wa uftiru, hufunga na nikafuturu. Wa atazawwaju nisa, na huoa wanawake, sio mke, huoa wanawake. Ndio sema hutaki mke kabisa, basi mimi nina wanawake. Sasa faman raghiba an sunnati falaysa minni, mtu ambaye haupendi mwendo wangu, haendi kama mimi, hamo katika kundi langu. Ni mahitaji, ni lazima uyafanye, bora tu usizidi katika yote hayo. Mwenyezi Mungu asema ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, katika dini hakuna dhiki kabisa. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema nini? Suratul Muzammil, faqra'u ma tayassara min alquran, someni Qur'ani kiasi, ma tayassara, kiasi ambacho hakitawapa dhiki, kiasi tu, ma tayassara, sehemu ndogo tu min alquran. Kwa hivyo kuna wakati ikiwa nafsi yako wewe unaona leo unataka kuswali sunna baada ya faradhi, swali. Siku umejisikia kwamba leo mwili wako ni mzito, usijilazimishe. Mtume siku nyingine ameingia katika nyumba akaona kamba urewarewa, akauliza hii kamba ni ya nini? Akamwambia hii kamba ni ya mwenye nyumba, usiku akiswali, usingizi ukimshinda akichoka, ushika hii kamba ili asilale na asianguke. Mtume akamwambia fungueni sasa hivi, fungueni kamba hiyo, ala aswali, akisindia lale. Sasa hata siku una rakaa zako kadhaa waswali, siku ile unajisikia mchofu, huna raha ama mgonjwa, usijikalifishe. Huwezi kusimama, keti. Bora tu isiwe ni fashion kwamba wewe umeona tu kuna ziti kule nyuma, basi watu ukaa kwenye ziti na ukaenda ukajiweka pale. Hiyo ni makosa. Utakuwa wajiombea maradhi. Wale waliokaa pale ni wagonjwa, si mawaziri. Wana shida, wana matatizo, ndio maana wamekaa kwenye kiti. Sasa na wewe ukaona na wewe yafaa na wewe pia ukae pale kwenye kiti, hiyo ni makosa. Lakini kama hujiwezi, kaa kwenye kiti, usipate shida, ili na wewe uweze kufaidika. Ni haji umeambiwa faman tamatta bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi. Hija pia tamattu ya haji na umra, famastaysara min al hadi, tindeni kile kitu ambacho ni sahali kwenu nyinyi kutinda. Hulazimishi lazima utinde ngamia, kile ambacho kwamba istaysara ni sahali kwenu nyinyi. Kwa hivyo yote utakuta hizi ni zipimo ambazo ziko katikati. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna hadha dina matinun, hii dini ni pana, faawghilu fihi birifqin, ingieni ndani yake polepole, wala tukarrihu ibadatallahi ala ibadillahi, musiwafanye waja wa Mwenyezi Mungu wakatukia ibada za Mwenyezi Mungu. Mtu ataka kusilimu lakini amwambia shekhe, wewe hujatahiriwa, ukisilimu kwanza tutakupeleka hospitali tukutahiri. Hataki tena, ushamfukuza. Sawa, tutaangalia kisha mambo yako utafanya namna gani, lakini mimi bado sijatahiriwa. Kwanza wewe silimu, alafu tutaangalia tutafanya kitu gani. Pole pole, taratibu taratibu, na hilo atalifanya. Lakini amwambia kabisa bwana nataka kusilimu, lakini ujue kabisa bwana wewe mpo kungojea, hata silimu. Wamtisha mtu, wamtorosha katika dini. Kwa hivyo muacha ingie, faawghilu fihi birifqin, ingieni pole pole, wala tukarrihu ibadatallahi ala ibadillahi, musiwafanye waja wa Mwenyezi Mungu wakatukia ibada ya Mwenyezi Mungu. Fatakunu, mutakuwa karakibi almumbat, la ardhan qata wala dhahran abqa, mfano wenu nyinyi itakuwa ni kama mtu ambaye amepanda mnyama, ule mnyama hendi. Sasa yeye humchapa tu, humpiga kwa mboko, humtandika na mnyama hendi. Kwa hivyo yeye hakwenda na maungo ya mnyama yamemalizika, memtia majeraha ya mzima na hakwenda, mko pale pale. Kwa hivyo ni lazima tuwe na i'tidal, tuwe katika hali ya katikati. Fanya ibada kiasi ambacho kwamba hutadhurika,
na pumzika kiasi ambacho hakitaharibu ibada. Katika kupenda pia inatakana uwe katikati, al-i'tidalu al-atifi, uwe na mapenzi ya kikatikati. Kutukia sana mpaka kupita kiasi, hiyo ni makosa. Simsikia mara nyingine mtu usema hata kwa Muislamu mwenzake, hala sipendi hata kuona sura zao. Kwa nini shekhe? Hata kafiri kwa nini wakataa kuona sura zake? Usikatae kuona sura za kafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona janaza yapita, akalia, akatoka na matozi. Alipolia Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, mbona walia? Ile ni janaza ya kafiri, si Muislamu, labda umefikiria ni Muislamu. Mtume akasema, awalaisat nafsan, kwani kafiri si ruhu? Ni ruhu. Nalia kwa sababu namsikitikia, hakusilimu, hakufuata nuru, hakuingia katika Uislamu, namlilia kwamba sasa endao motoni. Kwa hivyo usimtukie mtu kafiri, mtukie mtu ule ukafiri wake. Usimtukie mtu kwa sababu ya kufanya dhambi, tukia ile dhambi yake. Lakini wewe uwe wampenda, umtafutie ndia ya kuweza kumsaidia katika yale mabadiliko yake. Wengine wanakuambia, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Hakuna habari hizo shekhi. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ukiona munkar, tumia mkono wako. Hebu isome vizuri hiyo hadithi. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu. Anayeuona munkar au badilishe, hujaambiwa upige. Falyughayyirhu, na ubadilishe. Kubadilisha si kupiga. Kubadilisha ni kitu chenda pole pole. Mkono wako utatumika vipi mpaka ule munkari ugeuke uwe maarufu? Biyadihi, kwa mkono. Kama huwezi, fabilisani, sio kutukana, kutumia ulimi wako. Tumia ulimi wako na uhodari wako katika mazungumzo na siasa ya ulimi wako mpaka ule munkari ubadilike. Tumia utaratibu, tumia upole kama alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo unapopenda pia penda kwa kiasi, na unapotukia pia tukia kwa kiasi. Ndio Mtume asema, ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidhaka yawman ma wa abghidh baghidhaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Mpende unayempenda kiasi fulani, huenda siku moja akawa adui yako ule unayempenda. Kwani wale waliowatana na wake zao mpaka wakapelekwa makotini walikuwa wapendani? Walipendana sana. Sababu ya kuoana ni kupendana. Lakini mwishowe ikawa sasa na aibu zako azitoa kutangaza kila mahali, kwa sababu tu ulimpa kila kitu, ukamweleza kila kitu, ukamfungulia kila kitu, kwa sababu umempenda. Leo amekugeukia, silaha zote anazo yeye. Wa abghidh baghidhaka hauna ma, na unayemtukia mtukie lakini kiasi fulani. Asa an yakuna habibaka yawman ma, huenda siku moja ule uliyemtukia akawa kipenzi chako. Utakuwa unaona hayo umeinamisha uso, kwa sababu ulimfanya mambo bila ya kupita kipimo. Hiki ndio ni kipimo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na shairi naye atuambia, idha kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu mukharifu dhanbin taratan wa mujanibu wa man dha alladhi turdi sajayahu kulluha kafal mar'a nublan an tuadda ma'ayibu. Ikiwa wewe utalaumu katika kila jambo, utamlaumu rafiki yako, basi hutampata rafiki ambaye hutamlaumu. Ikiwa rafiki yako akufanya kidogo tu lawama, wewe unipendi, mimi nimekuwa mgonjwa kuniangalia, wewe unisaidii, wewe ni kadhaa, wewe ni kadhaa, hutapata mtu ambaye hana ila ya kumlaumu. Yoyote utakayemleta itakuja shida kama hiyo. Kama una tabia hiyo, ishi peke yako. Amua uishi peke yako, ama ujue kwamba mwenzako kuna siku atafanya sawa na kuna siku atakosea. Amua moja. Kama watakushikana na mwenzako, ujue kwamba huyu mwenzako si malaika, kuna siku atapata na kuna siku atakosea. Kama waona lazima awe malaika, kwa hisani yako usishikane na mtu, na zengea mahali pako kando shimoni huko, uende ukaishi peke yako. Ni nani ambaye mambo yake yote ni mazuri? Yatosha mtu kwamba ila zake za hisabika. Mtu maadamu ila zake za hisabika, hiyo yatosha. Katika kuvaa nguo pia inatakana uwe katikati. Usivae mpaka zimezidi. Umevaa kijibao ndani,
koti juu, kilemba, msare, matasbihi, mapete zidole zote. Shekhe utakuwa mdudu sasa. Yani wavaa kiasi cha kwamba nimevaa kitu cha heshima, nimevaa msare wangu kidogo basi, lakini mpaka upite mahali hata mwenye gari asimamishe gari au kuangalia kunani shekhe, ni makosa. Kuwa katikati, vaa kwa kipimo cha katikati, usivae matambara na usivae maguo mengi ukajirembesha. Wale Waswahili ukwambia ngamia alijipamba sana mpaka mwisho akatoka domo, ndio mfano wanaosema. Kisha katika kuzungumza pia uwe na zipimo, usiwe na thartharatul kalam, maneno mengi, na pia usinyamaze tu kama jiwe mpaka usukuma wewe kimya umenyamaza. Uwe na kiasi, hapa yafaa nizungumze maneno fulani, hapa sifai kuzungumza, hapa sasa yatosha, hapa nisiongeze. Ndio ikasemekana katika athari za Bwana Mtume asema asakitu anil haqqi shaytanun akhras. Hadithi nyingine yasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Mtu anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na seme khairi, maneno mazuri, ama anyamaze. Wakati pengine uko ndani ya gari hudhulumiwa watu, kwenda wakati mwingine akadhulumiwa abiria, na yeye uko pale waona adhulumiwa, ametoa pesa, wamuona pesa yatolewa, amempa shilingi 100, kondakta amemrudia, sasa amwambia lete nauli, na wewe umeiona ule akitoa. Hapo uweze kusema si shilingi 100 yangu, 100 ni shauri yake. Hapana, lazima useme ya kwamba hapa kuna dhulma inatendeka, huyu ametoa pesa akakupatia na mimi nimemuona, bora wewe umeona kweli. Na ikiwa ni kinyume pia, ule mwenye kupewa pesa ndiye mwenye kutoa pesa ndio hakutoa, sema la ndugu yangu bana, wewe hujatoa pesa, mimi niko na wewe kutoka hapo, sasa wewe unataka kumnyang'anya. Sasa shahidi bora ni ule ambaye kwamba man yashhadu qabla an yustashhad. Shahidi mbaya ni anayetoa ushahidi kabla hajaambiwa toa ushahidi, ikiwa ni dhulma. Na shahidi mzuri ni anayetoa ushahidi hata hajaambiwa toka ushahidi. Mwenyewe umeona na umeshuhudia, wasema wazi tu kwamba mimi hapa nimeona kadhaa na kadhaa, sio unyamaze uone dhulma yatendeka. Mtume asema asakitu anil haqqi shaytanun akhras. Mtu anayenyamazia haki ni shetani bubwi, ni shetani ambaye hajui kusema, kwa sababu unaona haki imetendeka na wewe una ulimi wa kusemea ukanyamaza usiseme, basi wewe waitwa shaytanun akhras, shetani bubwi ambaye hajui kusema. Kisha tena kuna zipimo zingine za kuzingazinga katika mambo, yani katika wasiwasi, nifanye ama nisifanye. Hiyo si sawa. Na kwamba wewe kila jambo huna wasiwasi, wewe utafanya tu, pia si sawa. Unazo pesa zako wafikiria tu kila mara, mimi nikitoa hii laki yangu moja isije kangamia, alafu baadaye mimi nitamalizika, uiweka haitazaa pale. Lakini pia usiwe na akiba yako ni hiyo ukasema toa pesa zote kwenye account bwana, Mungu huko bwana zitie, kisha sasa mpaka uenda kwa zipimo katikati, wakana baina dhalika qawama. Usiwe na wasiwasi sana katika kufanya mambo. Mimi sioi. Kuna mmoja juzi asema mimi nimeoa ya kuoa, lakini hapa mahali nilipofika sioi tena mimi. Kwa nini? Asema 100% wanawake wana ukimwi. Sheikh, nani alikwambia habari hizo? Kwa nini sasa waleta mawazo kama wako ambao ni wagonjwa na wako tele wazima, na kama kuna wasiwasi unaenda kuhakikisha ujue kwamba huko ama hakuna, lakini wasema 100% kwamba wewe wanawake wote wana ukimwi. Lakini mwishoe ni kwamba tulipofahamu vizuri ni kwamba huyu bwana kwa bahati mbaya ni uzee ushamuingilia, sasa ni utungu wake, sababu alioa sana kabla ya hapo. Kwa hivyo ni lazima uwe na zipimo, usiwe na wasiwasi kila kitu. Maji haya na hivi, gari hii inaweza kapinduka, sijui hii itakuwa kadhaa. Na pia usiwe na ile kujitupa tu hii ovyo. Kisha kuna kipimo cha matatizo, kuyaangalia yale matatizo. Tatizo dogo ukalifanya kubwa, vipi jamaa salama? Hakuna salama bwana. Ni jambo gani basi hakuna salama? Kuna kunguni huko. Jambo gani hilo mpaka useme hakuna salama? Sasa usiwe namna hiyo. Waarabu wakwambia tajaluna alhabba qubba, ile haba mkaifanya ni kama kuba, hiyo ni makosa pia. Kisha kuna inghilaq na infitah.
Inghilaq ni kwamba wewe uko wazi tu kwa yoyote, yani unasema mimi roho yangu safi bwana, mimi kukutana na kila mtu mara moja tushazoeana bwana, wewe ni kama ndugu yangu bwana, wewe shika hivi bwana, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, twende benki bwana, na wewe ni mmoja katika signatory wangu na nini. La. Na pia usiwe na inghilaq kwamba wewe kila kitu, hapana, mimi mwenyewe mpaka nishike mimi, sitaki kushikana na huyu, sitaki kuzungumza na huyu, labda ni kadhaa. Pia usiwe hivyo, uwe katikati. Uangalie wakati ambapo inatakikana uwe wazi, na uangalie ni wakati gani ambapo kwamba inatakikana usiwe wazi. Sasa yote haya ndugu zangu yanategemea elimu. Ukiwa na elimu ndio utakuwa na zipimo za kujua ya kwamba hapa sasa ufanye nini. Elimu ya dini, kwa sababu hapa tumezungumza zipimo za kiakili vile zilivyo, na akili yetu tumeona kwamba mara nyingi sana jambo la katikati huwa ndilo lenye kufaulu. Hata sisi tumeambiwa na Mwenyezi Mungu, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Na wakati huu tunaoishi hivi sasa, wakati tunapokazania katika mambo kukakamaa nayo, huwa tunaleta fujo katika ulimwengu. Leo watu ambao wana msimamo wa katikati, wale watu ambao ni wakali, watu wa black na watu wa white, huwa wakisema nafiki. Huwezi kumtambua huyu ni mtu wa tarika, wala huwezi kumtambua kwamba yeye ni wahabi, wala huwezi kumuelewa huyu nafiki. Lakini inavyotakikana ni kwamba wewe na tarika yako, na usiregeze mambo yako ya tarika, lakini usitete na mwenzako. Wewe kaa na hizo sunna zako, wewe shika hizo sunna unazoziona ni sunna, lakini usitete na mwenzako kwa sababu upiga twari au ufanya nini. Kuwa katikati, kwa sababu huyu ni Muislamu mwenzako, huyu inafaa uwe pamoja na yeye. Sasa leo ukiangalia msimamo vile ulivyosimama na unyanyasaji unaofanyika ya nchi zenye nguvu kunyanyasa umma, leo mtu anasema usishikane na mashia bwana, wale mashia bwana wapotofu, wale makafiri bwana, afadhali kushikana na Yahudi. Shekhe, itakuwaje mambo kama haya? Mashia wana makosa yao, tunakubali mashia wana makosa yao, lakini haiwezi kuwa sawa mtu ambaye yeye akubali Mungu, amkubali mtume, aikubali Qur'ani, ajiita ni Muislamu, hawadhuru Waislamu, awasaidia Waislamu kwa kiasi chake, ana mambo mazuri katika utawala wake, iwe sawa na mtu ambaye amesimama wazi kwamba yeye ni adui wa Uislamu kwa upei. Haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa hivyo lazima tukae msimamo wa katikati katika kuupima ukafiri na Uislamu. Tukae msimamo wa katikati katika kuipima sunna na bid'a. Hujaambiwa ruka upande wa pili, baki pale pale katika upande wako, lakini usikaze zaidi mpaka zikakatika. Yote haya yanahitajia ilmu na kusoma ili tuweze kufahamu elimu yetu itatuongoza namna gani na tutakuza kwenda namna gani. Nikimalizia maneno yangu, kuna jambo ambalo litasimama, hii ni kheri na hii ni shari. Litakapotokea jambo kama hilo, moja ni kheri, moja ni shari, moja kwa moja hapo hakuna kipimo, nenda zako kwenye kheri moja kwa moja. Yakatokea mambo mawili, yote ni kheri, hili ni kheri na hili pia ni kheri. Pia usiseme nitafanya lolote ama nitapiga kura. Jaribu kupima lile ambalo lina nafuu zaidi, fanya lile lenye nafuu zaidi, uate lile nyingine ambalo linao nafuu lakini ni kidogo. Ikatokea kwamba mambo mawili yote ni shari, hii ni shari na hii ni shari, pia pima. Usiseme zote ni shari tu bwana, hapana. Angalia katika hizi shari mbili, ni shari ipi hatari zaidi na ni shari gani ambayo inasahali. Wengine wakwambia akhafu dhararaini, angalia katika haya madhara mawili la hafifu zaidi ni lipi. Watakukata mikono yote miwili, Mungu asikujalie. Lakini sasa ikawa ni utegue ukatwe mkono mmoja, angalia wewe mwenyewe ni mkono gani ambao unakusaidia zaidi, ukatwe ule mkono ambao kwamba haukusaidii. Kwa hivyo inapokuja shari, mahali imekuja shari, zote ni shari. Mahali tumekuja kwenye uchaguzi, wote ni makafiri. Huwezi kusema hawa wote ni makafiri, kwa hivyo wote hawa wasipewe kura, na kupiga kura pia ni haram, uatie makafiri nafasi. La, tunaangalia kati ya makafiri hawa wawili ni kafiri gani mwenye afadhali na Uislamu, tunamuunga mkono kiasi cha kungojea khilafa yetu isimame, tumtague Amirul Mu'minin. Na mimi pia nataka niwe katikati, nisipitishe dakika, nitakoma hapa. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie min alladhina yastami'una alqawla
fayattabi'una ahsanahu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.